na mjomba wake. Maana ya Esta ni Hadasa kwa jina lao la Kiebrania. Haleluya, amina. Msichana huyu aliingia katika mashindano ya kupatikana kwa malkia. Esta akaingia katika mashindano yale, akapata ushindi kwa kuangusha warembo wengine wengi sana. Esta huyu mjomba wake Mordekai yamkini hakuwa mtu tajiri, bali alikuwa ni mtu wa wastani anayeweza kula na kuvaa. Katika mashindano yale, Esta huenda hata labda hakuwa na mafuta ya kujipaka, alijipaka labda samli ama alijipaka kimbo aende kwa mashindano, maana maisha ndiyo hayo. Si sawa? Lakini kwa neema ya Mungu na uwezo wa Kristo, Esta akapendeza machoni pa mfalme baada ya kuandaliwa na waliokuwa wanawaandaa kwa yale mashindano. Kwa mabinti wote wazuri waliokuwa ndani ya nchi hiyo, akiwa mfalme ni Ahasuero, Esta akaibuka na ushindi wa kuangusha wote kwa neema ya Baba yetu aliye mbinguni. Esta akapata ushindi. Inaweza kuwa ni yatima, kama vile tunavyosoma katika Biblia hakuwa na wazazi, japo hatukuelezwa walienda wapi. Mjomba wake ambaye ni Mordekai akasimama na Esta kwa ushauri na kwa njia zote, mpaka mfalme akampenda Esta. Esta akapata kibali, akaingia ndani ya himaya ya mfalme Ahasuero ndani ya nchi hiyo. Wapendwa, Esta aliingia katika umalikia wakati mbaya, wakati ambapo Israeli walikuwa wanapitia changamoto ya kutaka kuuawa. Ndipo Esta anapata kuwa malkia. Yamkini wangetambua kabila lake kwamba ni Myahudi, hangekubaliwa hata kuingia kwa mashindano, lakini alificha asilia yake, akaingia katika mashindano bila kutambuliwa origin yake ama asilia yake anatoka wapi. Na aliposhinda kuwa malkia, alipopata ile ndoa na mfalme Ahasuero, ilikuwa ni kuokoa maisha yake mwenyewe kama Myahudi na kuokoa maisha ya wana wa Israeli. Wapendwa, ndoa inaweza kuokoa wewe na maisha yako na jamii yako. Kwa ndoa ambayo Esta aliingia na Ahasuero, wana wa Israeli walipata kupata afueni ya kutokuuawa. Maana ilikuwa Israeli wote waraka uandikwe waangamizwe wote, lakini kwa sababu ya ndoa, kwa sababu ya ndoa, kwa sababu ya ndoa, haleluya, amina, Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya ndoa Esta anajiokoa mwenyewe na anaokoa na wana wa Israeli. Haleluya, amina. Kama yule mwizi mjeuri pale msalabani, kuna mwizi mjeuri anamwambia Yesu, jiokoe mwenyewe na utuokoe na sisi. Esta aliokoa wana wa Israeli kwa neema ya Kristo, kwa sababu ya ndoa tu. Hata wewe uliyekaa hapa, ndoa inaweza kuokoa wewe na familia yako yote. Haleluya, amina. Kuna wakati unaoa msichana anayekupenda na Mungu anabariki ndoa yenu, anabariki biashara zenu. Wakati unaolewa na mume anayekupenda, mnashikana pamoja, mnaanza biashara, mambo inakuwa sawa. Ndugu zako wale ambao hawajasoma watafundishwa na huyu mume wako kwa sababu ya ndoa. Wajomba zako ambao wana kazi watapata kazi kwa sababu umeolewa mahali. Ndoa inaokoa maisha, wapendwa. Tusidharau ndoa kwamba ni kitu cha mume na mke peke yake. Ndoa inaweza kuokoa familia nzima. Haleluya, amen. Baba yako hajawahi kulala kwa nyumba nzuri, ndoa itafanya ajengewe nyumba. Umeolewa na mtu aliye na uwezo, anasema nataka kujengea babako na mamako, niwawekee swimming pool juu ya dari. Ndoa. Baba aanze kuoga juu ya dari mambo ambayo hakuwa nayo. Ndoa hiyo. Haleluya. Kwenu kulikuwa kusimami gari, utasimama Range Rover
sababu ya ndoa. Haleluya, haleluya. Kama umezaa msichana inua mkono. Haleluya. Kama umezaa msichana inua mkono. Kama umezaa kijana pia inua mkono. Haleluya, haleluya. Kuna watu wamezaa gari hasijasimama milangoni kwao, lakini kwa sababu ya kuoa msichana aliye na akili, kwa sababu ya kuolewa na mume aliye na bidii, wanakuja kuangalia na Range Rover. Wanaingia wanaita yellow rice. Yellow wanasemaje? Mjigunia la mchele kuna vile wanaviliita. Inaita yellow rice hiyo hujawahi kula hiyo. Haleluya. Range Rover imefika mlangoni na iko na hiyo yellow rice hapo ndani. Iko hapo nyuma kwenye miti. Haleluya. Gari nasimamisha hiyo rice na yellow rice hiyo. Haleluya. Kwa sababu ya nini? Ndoa. Wapendwa, ndoa inabadilisha maisha wewe. Inaweza ulikuwa mama mjeuri, mama usiyesikia, ndoa ikakubadilisha. Ukishazaa mtoto wa kwanza wa pili, ndoa inakunyoosha. Haleluya. Inaweza ulikuwa mzee mpumbavu kama Nabali, ndoa inakunyoosha. Haleluya. Unanyoka. Ndoa inaweza kubadilisha maisha yako wewe mwenyewe na maisha ya familia yako. Unaolewa mahali Elena, unapelekwa college na unaingia university, unakuwa vice chancellor, unakuwa anaitwa Saint Philemona Mwilu mara moja. Elena si sasa. Unakuwa Philemona Mwilu yule ajaji mkuu mdogo. Kila maisha inabadilika. Kwa sababu gani? Umeolewa mahali ama umeoa mahali. Kuna kijana alikuwa ni mpumbavu tu na ana kazi kidogo, lakini hana akili ya maisha. Akioa msichana aliye na akili ya maisha, ananyoshwa. Anaambiwa njia ni hii, na mambo inakuwa sawa. Haleluya. Amen. Nimekwambia ndoa inaweza kufanya baba yako akanunuliwa pikipiki, baba yako akanunuliwa gari, baba yako akaandikiwa maziwa mahali kwa ng'ombe, kwa sababu ya ndoa tu alizaa msichana. Haleluya. Ndoa inabadilisha wapendwa, msifanye mchezo. Ndoa ikiwa imenoga vizuri, inafaidisha hata wanafamilia. Esther alipoingia katika ndoa na Ahasuero, maisha yake yalibadilika. Na maisha ya wana wa Israeli waliokuwa wanaenda kuuawa ikabadilika. Haleluya. Hata Mordekai mwenyewe alipitia mapito, mwisho maisha yake yakabadilika, akachukua mahali pa Hamani aliyekuwa anamkanyagia. Mordekai angepata hicho cheo kama Esther angekuwa hajaolewa pale na Ahasuero. Huyo mjomba Mordekai alipata hicho cheo cha Hamani kwa sababu ya ndoa ya Esther na Ahasuero.